Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe mpendwa mtazamaji. Mimi kuhani wa kifalme wa Bwana wetu Yesu Kristo kutoka Gombo Maranatha, na kusalimia katika jina la Yesu Kristo. Na kukaribisha katika kipindi cha tafakari neno la Mungu aliye hai. Nimependa kuita somo hili kuhusiana na shingo ngumu ya wanadamu katika maisha yao. Kuna vitu wanavyovipitia. Nikisema wanadamu na mimi nimo humo ndani. Sikiliza, kitabu cha Kutoka sura ya 33 na aya ya 5. Maneno ya Mungu aliye hai yanasema hivi: Bwana akamwambia, narudia tena. Naanza sura ya 5. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja, nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili pate kujua nitakalowatenda. Vyombo vya uzuri, cosmetics, watu wanapenda kutumia sasa hivi. Wakati mwingine nimezungumza hapa, unapata shida kujua yule mwanamke au ni mwanaume, kwa sababu watu wanashindana, wanachuana. Naongea na wewe, miaka kadhaa iliyopita nilikuwa mwanamuziki, nilikuwa msanii wa films, music na arts kwa ujumla wake. Kitaifa na kimataifa nimefanya kazi na watu wa mambo hayo. Kwa hiyo art, sanaa, ilikuwa ni maisha yangu. Ilinipa kipato, ilinipa maarufu, nikatoka huko kwa neema ya Mungu. Nisikilize, huko ndio kuna kila aina ya uchafu, kama ulikuwa ujui. Huko ndio kuna kiwanda cha shetani usipokuwa makini. Lakini nilitoka kwa neema ya Mungu, sio mtu aliniambia toka. Si kama nilifeli maisha, yalikuwa vizuri tu. Lakini sauti ikaniambia toka, nitumikie. Nataka nieleze. Kuna watu wanaona picha au movie kwenye movie wakizani kwamba yale ni maisha halisi unaona kwenye movie. Mengi sio maisha halisi. Mengi ni maisha ambayo watu wametengeneza. Afu inapita. Inaweza kuwa ni sawa, ni simulizi ya mtu ambaye amekuta katika maisha yake, lakini ni kinachofanyika pale. Wengine kwanza nikupe kwa taarifa yako, zile nyumba sio zao. Yale magari sio yao, zile ndege sio zao. Zile salamu unazoona hamna chochote pale, ni vitu vimetengenezwa tu. Lakini kuna watu kwa kutokuwa na akili na uchunguzi wanadhani hiyo ni hali halisi kabisa ya maisha. Mimi niliigiza filamu moja nikaliigiza, nakumbuka, kama daktari bingwa. Wakati mimi sijasomea hata kupiga sindano, hata kuku sijui. Lakini nilikuwa naweza, kwa sababu kubadilisha tu mfumo, na kaonekana watu wakasema dokta na dokta. Hatimaye nimekuja kupata mke naye, na mimi naitwa dokta. Mke wangu daktari wa macho na naitwa dokta. Lakini nilikuwa sina, lakini nilikuwa naweza fanya. Nikaigiza movie moja tulicheza mahali fulani katika hospitali moja kubwa duniani hapa, nimeigiza. Lakini pia nimeweza kuigiza nafasi zingine kama mtu wa kundi fulani ya kijamii ambao sio kabisa. Niwahi kuigiza maeneo mengine kama mtu ambaye ni witch, mchawi wa kutosha. Wakati mimi sijui hata uchawi unafanyikaje, lakini watu wakaona kama mchawi. Sasa mwingine unaigiza kama kichao, tunaona ile chizi. Mwingine unaigiza kama kibaka, unaona vipi? Sasa mwingine unaigiza kama mtu wa tabia ambazo, yani kwa uigizaji ni kwamba tunaweza kuigiza nafasi ambayo tofauti na wewe ulivyo, unabadilishwa kwenda kwa tofauti. Ukisema nafasi yako wewe ni mchekeshaji, ukichekesha hakuna kitu hapa. Wewe sema unaigiza, unacheza kitu chako cha kawaida. Kwa hiyo tunaweza kubadilisha katika mifumo mbalimbali. Sasa vitu vingi ambavyo tunaviona kwenye movie. Mimi yani nikiangalia movie kwanza, nikianza tu pale mwanzo pa, hata kabla imetengenezwa mwaka gani, kabla hata haijaisha, mimi nishajua sinema inaishia wapi. Kwa sababu pia mimi nilikuwa na uwezo wa kuandaa filamu, kwa najua hii story inaanzia hapa itaishia hapa. Nina mswada mwingi wa filamu ambazo nimeziacha ndani baada ya kuokoka, sitaki kuzitoa. Watu wananiambia tusoe, watu zote tukongamia sizitoe, kwa sababu ninakatazwa kwenye kuigiza na Mungu. Si shangai hao wanaofanya kuigiza maigizo ya Kikristo wao kwa imani zao waendelee, lakini mimi hapana. Najua ningeweza, lakini siwezi. Nimekatazwa, sijasikia vizuri. Sasa narudi, unamwona mtu anaigiza kwenye movie, kwenye music yake, anafanya muziki, amevaa suruali, imekaa paka nguo zote zinaonekana, na wewe unafurahi, unaenda kuigiza, unavaa hivyo. Mwanaume, kijana wa kiume, unavaa hivyo, unaona ni kawaida. Mimi nikuta baba mmoja amevaa nguo hivyo, amekuwa ni mtu anapaka na watoto na jukuu, anavaa hivyo, tunaona ni kawaida. Lakini sio sawa, ni ushetani. Shida la Mungu mlifanya. Mwingine namkumbuka, sitaki kumtaja, rafiki mmoja mpaka leo anatengeneza nywele zake, anaweka dawa. Mwanaume jichubua ngozi mpaka sasa imefika mahali imedunda, amekuwa mtu mzima, bado anataka kufanya vitu kama hivyo. Amekuwa kama
amekuwa kama mzimu sasa, vitu vilikuwa tofauti. Na vitu kama unatafuta nini? Mungu hapa anasema ili aweze kuongea na nyinyi, toeni vyombo vyenu vya uzuri. Toa. Sasa leo unakuta kwenye makanisa yetu haya watu wanaingia kanisani wamevaa kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye unyayo. Dunia yote imeingia kanisani. Askofu anaruhusu, mchungaji anaruhusu, nabii anaruhusu, mtume anaruhusu, viongozi wa dini wa madhehebu wanaruhusu. Asante, kuna baadhi ya makanisa mnajua makubwa wameweza kuwa kidogo una msimamo mkali. Na kuna baadhi ya makanisa Mungu anawasaidia kwamba wanawake wakiingia katika nyumba zao za ibada wamefunika vichwa vyao, ingawa wengine pamoja na kufunika vichwa vyao humo ndani wameweka matakataka. Wamevaa, wengine wamejifunga na nguo ndefu, lakini ndani unakuta wamevaa pants, wamevaa suruali, nguo ya vazi mwanaume, mwanamke amevaa. Nguo ya mwanamke amevaa. Vitu vya ajabu viko kule. Mungu anakataza ana makatazo makali juu hii. Enyi wanadamu wa kizazi hiki, nazungumza nanyi. Mungu anakuonyeni juu ya hayo mapambo. Mungu kama alitaka wanawake wa Afrika wawe na nywele ndefu ambazo zinatembea zinapepea kama kama na mkia wa farasi, angewaacha wawe hivyo. Mungu kama angetaka kila mtoto wa kike anapozaliwa awe ametobolewa masikio kwa ajili ya kuweka earrings, pete za kwenye masikio, angewaruhusu wawe nazo. Mungu angetaka watu waweke pia vipini au azama kwenye pua, angeruhusu watoto wa kike wanazaliwa na zile tundu za kuwekea kabisa hizo pete, shanga viunoni, mikononi, vikloni, kila sehemu, mavitu hayo. Mungu angetaka kwamba kwa sababu nyinyi mnakaa Arusha au Moshi, basi tuwekea nywele zenu ziwe nyekundu kwa sababu kule udongo wenu ni mwekundu. Angefanya. Lakini alikuwa anaweza. Sasa kwa nini leo watu wanakataa uumbaji asili ambao Mungu aliumba na kuweka mapambo ambao wanadhani mapambo? Mimi si mapambo, mimi nataka ukarabati. Unamsaisha ile kuumba. Unamuuliza kwa nini uliniweka hivi? Kwa nini uliweka hivi? Wako wengine sasa wanakwenda mpaka wamekwenda mbali, wanafanya transgender, wanabadilisha jinsia zao. Mwanaume hataki tena kuwa mwanaume, anataka kuwa mwanamke, kitu ambacho hakiwezekani. Mwanamke anataka kuwa mwanaume, wako wanafanya hivyo, lakini wako ambao wamefanya hivyo ndani ya dunia hii tunaoishi, wako ambao sasa wanajuta na wanakuwa wengine washauri kwa wengine kwamba msisubutu, hii ni ngumu, na siku ya kifo chao wakifika getini pale wataulizwa unaenda wapi, zaidi ya kwenda kwenye moto wa milele, kwa sababu ulikataa kile ambacho Mungu aliweka. Mungu alijua kabisa kwenye familia watatoka watoto wa kiume 3. Kwa nini kuna mwingine anajiita wa kike wa kutengeneza? Nyumba hii alijua watatoka watoto wa kike 7. Kwa nini kuna mtu wa kike amejibadilisha awe wa kiume? Nani alikwambia? Acheni aina ya mitindo ya maisha mnayoyafanya. Nimezungumza mimi, nilikuwa kwenye arts, sanaa. Humu ndani kuna vitu vingi, ukiingia vingine vya chomo, ukitaka kuyama navyo unakufa navyo na unaenda jehanamu moja kwa moja. Unaenda moja kwa moja. Hiyo haina hata waje mitume, waje manabii, viongozi tu wa imani wanafahamu, ni waombe na kufunga na kulia na machozi waeleze ndoo pale kwenye kaburi lako. Wewe tayari ukishakata yule ni moja kwa moja kwenye hukumu, kwa sababu ulipingana na Mungu. Naongea na watu fulani mahali fulani, pengine kanisa lako au kiongozi wako wa kiimani kwa dini unayoamini hajawahi kukuambia hichi kitu. Mimi nakwambia acha kuweka vikorombwezo kwenye mwili wako ambavyo Mungu hajaruhusu. Hapa tunaona Mungu anawaambia Musa, waambie watoe vyombo vyao vya uzuri ili niangalie nini nitakachowatenda. Mungu wakithubutu kwenda na vile vikorokoro vyao wanakufa wote pale pale. Sasa kama kule alikuwa anasema hivyo enzi ya Musa, leo tuko kipindi hiki kingine cha kizazi cha Yesu Kristo na tunaona dalili za unyakuo. Na sasa hivi nimesema watu wanakimbizana kwenye masaluni. Ukienda kwa mfano kwenye city centers, kwenye mitaa, miji mbalimbali ya dunia hii tunapokwenda, unakuta maduka yaliyojipanga ni maduka ya vipodozi na cosmetic, vitu vinafanya hivyo tu, vimejazana huko tu.
Acha wale wanaotembea wakitembea navyo vitu vya kupambia barabarani, kuregeza kucha na nini, wengine wanatembea kama mobile yako kwa ajili ya kusuka na nini, kubadilisha nywele na nini, wako na alafu wakati mwingine unapata shida, this is a woman, huyu ni mwanamke, ni mwanaume, wote wanafanana kwa sababu hata mavazi, kutembea ni kitu ambacho cha ajabu sana. Na mimi kinacho ninapozungumza hapa ninaonea huruma na naombea rehema kwa Mungu awasaidie wapate kufunguka kama sisi. Mimi nimekaa kwenye maisha ya usanii miaka mingi, lakini kuna vitu vingi ambavyo sikuwahi kupokea kwa sababu nilikuwa na msimamo wangu kwamba nataka nibaki na image yangu, mtazamo wangu kama mimi. Yaani mimi nibaki kama mimi na icon yangu, kwamba watu wakiniona juu huyu ni msanii Alista, au yuko hivi AK Makusaro, yuko hivi Makusaro, yuko hivi na mambo yake kuna namna gani, au hivi anaonekana katika mtazamo huu. Watu walikuwa wanaona kwamba wakisema kweli huyu yuko katika mtazamo huu na amejiridhisha. Yaani sitaki mtu mwingine afanane na mimi katika chochote kile. Nataka niwe na mfano wangu peke yangu. Hata kama nilikuwa nafanya muziki wa reggae, sikutaka muziki wangu ufanye na Peter Tosh au late Bob Marley. Sitaki kwa kwangu uwe wangu peke yangu. Nilikuwa nataka hivyo, nilikuwa nafanya hivyo, nataka nione hivyo. Nikifanya muziki wa kawaida usifanane na babe yetu 38. Nataka yeye kwangu hiyo tu ijulikane kama Tambo wa Afrika. Mungu aone vile, sio vitu vingine. Sikutaka kujichanganya na wengine katika hiyo. Nilikuwa tafuta icon yangu ya kwangu peke yangu. Sasa na nikawa naamini kwamba mimi ni mimi. Yaani mimi niko mimi, hakuna mwingine. Yaani mimi ni peke yangu, na Mungu ameniumba hivyo nimwakilishe katika uzuri alionijalia kuwa nao. Sikiliza katika jina la Yesu Kristo. Na hususan kwa vijana ambao ndio mko kwenye ballet, ninyi ndio wenda wazimu kabisa, kwa sababu ndio kipindi ambacho kila kitu unataka kujaribu, na kwa bahati mbaya kuna vingine havijaribiwi. Be careful. Kuna vingine usisubutu kujaribu. Ukienda ndio umeenda mazima, urudi huko. Kutoka kwa mbemu ingia uone. Ile utakachokikuta huko, nyamaza huko. Ukitoa unakufa. Lakini nikwambie, useme usiseme, kufa tayari ulishakufa. Tafuta toba ya kweli, rudi kwa Mungu. Mungu alikuumba wewe kwa image yako. Unafanya babangu mimi sifanani naye. Wewe baba wa duniani sifanani naye. Mimi nafanana na baba wa mbinguni. Aliniumba kwa mfano wake na sura yake. Sikiliza ninachozungumza. Nazungumza ukweli. Kanisa la leo libadilike. Liondoe masanamu kwenye miili ya waumini wake, kwa sababu kanisa sio jengo. Kanisa ni wewe na mimi. Mungu anaona masanamu kwenye miili yetu. Anaona masanamu kwenye miili ya waumini wetu waliotuzunguka. Anaona masanamu kwa wake za wachungaji, wake za maaskofu, wake za makuhani, wake za mitume na manabii, wake za walimu, na wanakataa kuwakemea. Unajaza watu kwenye mikutano yako, unajaza watu kwenye semina zako, unajaza watu kwenye makanisa yako, lakini unawapeleka kuzimu kwa sababu ya mapambo yao. Na leo ninakiona kitu ambacho si cha kawaida. Watu wanaona ni kawaida sana. Wanasema si sawa. Si sawa kwa nini? Nasema si sawa kwa sababu Mungu amesema vueni vyombo vyenu vya uzuri. Lakini ibada kuanzia timu ya sifa wamevaa vikolombwezo vya ajabu ajabu. Muziki ule uliokuwa unapigwa kwenye mitaa, muziki wa kishetani unamuinua shetani na falme zake, umebadilishwa tu maneno, wanaimba kanisani leo. Watu wanacheza na kuruka, na mchungaji na askofu na mitume wanashangilia. Wanaona ni sawa. Askofu, mtume, nabii, mwalimu, mwinjilisti, na kuambia katika jina la Yesu Kristo utatoa hesabu ya damu za hao watu watakapokwenda kwenye moto wa milele. Wewe utakwenda na wao watakwenda. Adhabu yako kwa kutokuambia ili ujaze kanisa ambalo sio la kwako. Petro aliambiwa chunga kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Hakuambiwa kondoo za Petro. Nataka nikwambie, itakugharimu. Heri uambie watu ukweli. Marufuku kuwaona na haya mapambo katika nyumba yangu ya ibada. Marufuku kuja na simu zenu wakati uko kwenye ibada, unafungulia simu na chati kwenye ibada. Kama ibada kwako ni simu, unafuata nini kwenye nyumba za ibada? Unafuata nini kwenye nyumba za ibada? Unashindwa kuja kwenye ibada kwa sababu jana ukupata gauni jipya. Unashindwa kwenda kwenye ibada kwa sababu ukupata trouser mpya, ukupata t-shirt nzuri, ukutengeneza nywele zako, ukutengeneza kucha zako. Wewe kijana, wewe mwanamke, wewe mwanaume, wewe mtoto, ni kwa sababu ya mifumo mipumbavu ya kishetani ambayo shetani amepanda kuua. Nisikilize maaskofu wazangu na mitume na manabii na walimu na makuhani katika ulimwengu wa roho. Nazungumza na nyinyi katika jina la Yesu Kristo. Shetani hana vita na madhehebu mengine.
hana shida na hizo dini zingine. Ukiona mti unapigwa mawe, ujue umebeba matunda mazuri yanayolika. Mbali kwangu kuna mti fulani umeota pale, hata sisimizi ya guzi, yaani matunda paka yanadondoka hapo chini, hakuna anayekula. Hayo matunda hayaliki. Hakuna watoto wanaangalia hapo kupiga papoya, hayaliki. Hata ngedeli na njaa yake ile miaka mingapi na kima akipita nafuna kama yalisija na sumu, hayaliki. Sasa ukiona mti unapigwa mawe, mti unapigwa mawe, kuna matunda. Kitu ambacho kinapambaniwa leo, kama ni mfuatiliaji wa habari, kama mimi ni mtu wa habari, ni Ukristo. The pure Christians, Wakristo wa kweli, the whole Christians. Shetani anapambana na kila mfumo. Leo nimesikia sehemu za nchi za Israel na Canada wamepiga marufuku mahubiri ya mtaa kwa mtaa, mahubiri ya kuhusu maneno la Mungu hawataki. Hakuna hiyo kufanya, Wakati wanakataa Israel wanakataa, na Canada, baadhi ya nchi Canada, nchi za Kiarabu zimeruhusu injili ihubiriwe. Kule walikoanza kuleta injili wanakataa, wanapokea wageni, injili inaletwa. Na sasa hata kwetu Afrika kuna maeneo mengine wanazuia kufanya injili za nje, wakileta kama zileta mgongano. Na tunakoelekea huko hata kwetu katika nchi za Afrika, hayo mambo yatakuwa mahali pengine ni ngumu kuhubiri injili mitaani. Tutabaki kuhubiri kwenye vyombo vya habari, baadaye unapoelekea ukihubiri injili kali yenye nguvu, unaona wanaipini ile nani stream yako utakuwa uonekani kwenye mtandao kwa sababu unahubiri cha kweli. Upendo katika jina la Yesu Kristo. Mchungaji, askofu, mtume, nabii, mwalimu, injilisti, naomba nyoka, kataza mavazi. Wewe pia kwa kutowakemea watu wako unaenda jehanamu, sikuhukumu, lakini kwa maandiko tunavyoyasoma, wewe kwa kutokuwakemea hao unaenda jehanamu. Kwa nini nasema hivyo? Tuangalie hichi kitabu tena, nirudie kitabu cha Kutoka sura 33. Sikiliza mstari wa 5. Mstari wa 5. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja, nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri ili pate kujua nitakalowatenda. Mstari wa 6. Basi wana wa Israeli wakavua vyombo vyao vyote vya uzuri tangu mlima wa Horebu na mbele. Sikiliza. Kiongozi wa kanisa wa wakati huo, kiongozi wa wafuasi wa wana wa Israeli wakati huo, Nabii Musa anaambiwa waambie. Na mimi nakwambia askofu, archbishop, askofu, mtume, nabii, mwalimu, mwinjilisti, kiongozi, shemasi wa imani unahubiri popote pale ulipo, waambie. Anza na chumbani kwa mke wako, anza chumbani kwa mume wako, anza nyumbani na watoto wako. Wakataze kutumia mapambo. Nilisema mimi nilikuwa msanii. Kila pambo limebeba roho nyuma yake, limebeba kusudi na nyuma yake. Kila picha unayoiona au sanamu au kinyago imebeba roho nyuma yake, na zote ni roho za kuzimu, roho za mauti na kuzimu, roho zinabeba tabia mbovu, wasi na ukatili na udhalimu. Umefichwa kwenye hayo mapambo. Unaweza kuona kimechorwa kaua kadogo tu, lakini kamebeba ujumbe wa mbaya katika maisha. Alama zote za mapambo, mavazi yote yenye upekee tofauti na mengine ya kawaida, yenye michoro na maandiko ambayo yaelewi vizuri, yamebeba ujumbe mbaya ndani. Kuna siri zimejificha huko. Nimesema nilikuwa artist, najua ninachokizungumza. Kila sanaa unaiona mbele yako ina ujumbe umebeba. Ndani ya ujumbe kuna roho, na roho hiyo si nyingine, ni roho ya mpinga Kristo, roho inayomkataa Mungu aliye hai, roho inayopingana na mipango ya Mungu. Nikuachie hapo, nikutakia amani ya Bwana Yesu Kristo. Nenda katafakari, nenda katafakari. Ukitaka kuwasiliana na mimi, fuatilia katika mtandao. Niko tayari kukushauri, niko tayari kukusaidia katika jina la Yesu. Amani ya Kristo inayopita maana zote iwe juu yako. Mimi kuhani ukisoma Bwana Yesu Kristo, Alista Albano. Mungu Baba mwenye enzi yote, mbingu na nchi, wakumbuke watu wako. Amen.